Jina langu ni Sara Mwambalaswa, ni katibu msaidizi wa usharika wa Mzumbe. Leo usharikani kwetu tuliungana na wanawake wengine kusherekea sikukuu ya wanawake. Kwa majina naitwa Faraja Nyela. Mimi ni msharika wa usharika wa Mzumbe, ni katibu wa idara ya wanawake wa usharika, katibu msaidizi. Mwanamke kama mwanamke katika kanisa, yeye ni chombo kikubwa sana ambacho kinafanya kanisa kwanza liwe safi, inafanya kanisa liweze kuchangamka. Mahali papote bila mwanamke mambo hayawezi kwenda. Hivyo katika usharika wetu pia wanawake wamekuwa wakifanya majukumu mbalimbali kwa ajili ya kuongeza au kukuza usharika wetu. Kipekee katika usharika wetu wa Mzumbe tumemwona Mungu sana katikati ya ibada ya siku ya leo. Kitu ambacho nimejifunza mimi kama mwanamke ni namna ambavyo mwanamke ninapaswa kusimama kwenye nafasi yangu. Nikisimama vema kwenye nafasi yangu, familia yangu, jamii inayenizunguka na kanisa pia kwa ujumla nalo litasimama vizuri. Kwa hiyo nimeona nguvu ya mwanamke inavyofanya kazi ndani ya kanisa. Na nimejifunza ya kwamba mwanamke ni muombaji. Mwanamke ni mlezi wa familia. Mwanamke ni nguvu na ni nguzo kubwa katika kanisa, katika familia na katika jamii pia. Kwa hiyo kama mwanamke napaswa kusimama imara, napaswa kuwa mtu wa maombi, napaswa kuwa mtu wa kulisoma neno la Mungu, na napaswa kuwa mtu wa kusimama vizuri kwenye nafasi yangu. Nikisimama vizuri kwenye nafasi yangu, mwenzi wangu au mwenzangu naye atasimama vizuri. Kwa hiyo mara nyingine matokeo makubwa na mazuri kwenye familia yanasababishwa na mwanamke pale anaposimama vizuri kwenye nafasi yake. Ndicho kitu nilichojifunza. Kwa maana hiyo nawaasa na wengine, wanawake wengine, kwamba tusimame kwenye nafasi zetu. Hii ni pamoja na kusimama vizuri kwenye malezi. Mama akisimama vizuri kwa habari ya malezi, watoto, kanisa na jamii watakuwa na mwamko au watakuwa na msimamo mzuri. Kwa maana hiyo ibada ya leo imekuwa ni chachu kubwa juu ya wanawake, ya kwamba tunapaswa kusimama kwenye nafasi zetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Parishweka Salome Lawrence Uwala, ni parishweka wa usharika wa Mzumbe. Siku ya leo tumekuwa na sikukuu ya wakina mama. Kikubwa ni kwamba wakina mama wamekuja kwa wingi, wamefurahi, wamejumuika pamoja na watu wote, lakini pia wamejifunza ujumbe wa neno la Mungu, na mhubiri wetu mchungaji Rebeka ametuhubiria vizuri, ametufundisha namna ya kuishi maisha ya kumpendeza Mungu.